Kwa wiki 3 mfululizo nimekuwa nikizungumza juu ya habari ya kanisa. Na wiki iliyopita tuliona picha 3 za kanisa. Tuliona kanisa kama mwili wa Kristo. Tukaona kwamba kama mwili wa Kristo sisi sote ni viungo katika mwili huo. Kwa hiyo kila mtu ana nafasi ya kuchangia kitu kwa ajili ya mahali hapa. Kanisa la Mungu sio kanisa la mtu mmoja wala sio la mchungaji. Kanisa la Mungu ni la, tulisema tulipokuwa tunaeleza kuhusu kanisa, tukasema kanisa linaanzia mtu mmoja. Na tulisoma Yesu anasema kwamba ikiwa 2 au 3 wamekusanyika kwa ajili ya jina langu, anasema nitakuwa katikati yao. Kwa hiyo tuliona kanisa sio jengo. Tuliona pia kanisa ni nyumba ya Roho Mtakatifu. Tupo pamoja? Tukaona kwamba nyumba hii inajengwa kwa mawe yaliyo hai. Mawe yaliyo hai ina maana ni wanadamu. Haleluya, watu waliookolewa na kuoshwa na damu ya Yesu. Mahali hapo ndipo ibada inafanyika. Wanapokusanyika hawa watu ambao ni mawe yaliyo hai, ni nyumba ya Roho Mtakatifu. Lakini tuliona pia picha nyingine, tuliona kanisa ni bibi harusi wa Kristo. Tukaona kwamba hivi sasa tunaandaliwa kwa ajili ya harusi kubwa. Yesu ametuchumbia kwa damu yake. Haleluya, ametununua kwa damu yake. Kwa hiyo si muda Yesu anakuja kutuchukua. Haleluya, anasema tutasherehekea pamoja katika harusi ya mwana kondoo. Haleluya. Hayo ndio tuliyaona wiki iliyopita. Leo nataka somo la kanisa ni kubwa. Tupo pamoja. Tunaweza hata kwenda mwaka mzima tukajifunza mambo ya kanisa. Lakini kwa haya machache ambayo tumejifunza kwa pamoja, naamini ilikuwa ni seminar. Haleluya. Hutaweza kusahau. Ndio maana huduma zote tunazofanya, kama tunafanya uinjilisti, kama tunaabudu, kama tunatoa, ni kwa ajili ya kulijenga kanisa. Kama tunahurumia watu, kama tunatenda matendo mema, tunafanya mambo yote tunayofanya ni kwa ajili ya kanisa. Na tuliona kuwa kanisa linamwakilisha Mungu hapa duniani. Haleluya. Kwa hiyo Mungu anapotaka kuangalia dunia, huwa analiangalia kanisa. Haleluya. Mungu anapoangalia mambo yote analiangalia kanisa. Kwa hiyo kanisa ni mboni ya jicho la Mungu. Kanisa ambalo ni mimi na wewe. Kwa hiyo kanisa sio jengo. Tupo pamoja? Hebu sema kanisa sio jengo. Lile tumejenga ni jengo la kanisa, lakini kanisa ndio sisi hapa. Tupo pamoja? Kanisa ndio sisi. Mwaka 48 1948 kule China serikali iligeuka ikaingia serikali ya communist. Na wa communist walipoingia wakasema hapa hatuna dini. Dini zote zikapigwa marufuku. Majengo ya kanisa yakageuzwa kwa magodauni. Wamissionari walikuwa wamefanya kazi kubwa sana kwa ajili ya kujenga makanisa, kwa ajili ya kufanya kazi zote. Lakini wa communist wakasema marufuku kuanzia sasa mpaka leo China. Haleluya. Kanisa ni kitu ambacho hakiko rasmi ndani ya serikali. Kwa hiyo hali ni kwamba kanisa lilikufa? Kanisa alikufa China. Tupo pamoja? Kanisa limefanya nini? Halijafa China. Kanisa liko hai. Wana makadirio ya miaka 5 iliyopita ilikuwa inasema kwamba kila siku wanaokoka watu 20,000. Tupo pamoja? China. Na kanisa linaendelea na limekuwa tishio kwa serikali sasa, kwa sababu kanisa linaendelea. Liko kanisa linaloonekana. Kwa hiyo watu hawasalii kwenye makanisa, lakini wako kwenye manyumba. Tupo pamoja? Wako wapi? Kwenye manyumba. Huko Roho Mtakatifu anatenda kazi. Huko Mungu anaponya magonjwa. Huko Mungu anafanya kazi. Kwa sababu kanisa ni watu wanaomwabudu Mungu. Haleluya. Irani, umesikia nchi ya kinini? Ya Kiislamu. Ukristo ni marufuku
kule. Tupo pamoja? Pasenti ya Wakristo ni ndogo, lakini Wakristo wapo. Tupo pamoja? Wanaomwabudu katika roho na kweli. Haleluya. Majengo hawana. Tupo pamoja? Wanakusanyika kwenye vyumba vya hoteli, wanajikusanyika kwenye manyumba, wanamwabudu Mungu aliye hai na Roho Mtakatifu anatembea. Watu wanafunguliwa kwa sababu kanisa ni kitu kilicho hai. Haleluya. Kwa hiyo leo nataka tuendelee pale. Nitamalizia, nitarudi kwa kuanzia ule mstari tulioanzia, kwamba Yesu katika Mathayo 16 kuanzia mstari wa 18. Mathayo 16:18. Mathayo 16:18. 16 kuanzia mstari wa 18. Imeandikwa, nami nakuambia wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. 19. Nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni, na lolote utakalolifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni, na lolote utakalolifungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Haleluya. Amen. Kwa hiyo Yesu anasema yeye mwenyewe analijenga kanisa, na ndio somo letu lilikuwa kwamba Yesu anajenga kanisa. Analijenga yeye mwenyewe kanisa ambalo milango ya kuzimu haitaishinda. Milango ya kuzimu ni mapepo, nguvu za giza, upinzani wa kila namna. Haleluya. Upinzani wa kila rangi, upinzani wowote. Anasema Yesu analijenga. Nimeanza kueleza kule China kanisa lilivunjwa kwa sababu wakomunisti wamesimama, lakini kanisa limeendelea mpaka leo na linaongezeka kwa spidi. Haleluya. Anasema na nitajenga kanisa. Haleluya. Na milango ya kuzimu haiwezi kulishinda kanisa. Kanisa sio kioski cha mchungaji. Kwa pamoja? Maana picha watu wanaoona, mtu mmoja alisema unasali, akamwambia unasali kwa Msigwa? Alisema ndio. Kule kanisani unaenda kumpelekea sadaka. Kwa pamoja? Ndio picha unaoiona watu huko. Kwa pamoja? Kanisa sio kioski cha wachungaji, wala cha mitume na manabii. Wala kanisa sio mpango wa mwanadamu kujenga ufalme wake, wala kujenga organization, yani taasisi yake mwenyewe kwamba ndio kanisa. Maana inaonekana mambo yanaendelea hadi kama watu wanaona kama kanisa ni taasisi, lakini zaidi ya hapo kanisa ni kweli inaweza kuwa taasisi kidini. Dini ndio taasisi, lakini kanisa la Mungu sio taasisi. Ni anajenga Mungu mwenyewe. Anasema ana milango ya kuzimu haiwezi kufanya nini? Kulishinda kanisa. Na umeona anasema anampa funguo Petro za kufunga yale yatakayofunguliwa mbinguni, yatakuwa yamefunguliwa. Yatakayofungwa duniani yatafungwa. Ule ufunguo limepewa kanisa. Hebu sema ufunguo limepewa kanisa. Na kufunga na kufungua. Petro ufunguo aliutumia lini? Petro aliutumia huo ufunguo siku ya Pentecost. Haleluya. Kwa hiyo tunapohubiri injili ya kweli, yenye mzigo, yenye nguvu za Roho Mtakatifu, ni ufunguo wa kuwafungua watu, wafunguliwe kutoka dhambini. Haleluya. Wafunguliwe kutoka nguvu za mapepo, wafunguliwe kutoka mamlaka ya shetani, wafunguliwe kutoka vifungo vya giza, wafunguliwe kwenye matambiko, wafunguliwe kwenye laana, wafunguliwe kwenye mikosi. Kumbe kanisa ndio lenye kuwafungulia watu. Haleluya. Linapohubiri habari njema, linapoeleza habari njema, linapowafungua watu, mapepo yanaondoka, wenye dhambi wanatubu, walevi wanatubu, wachawi wanatubu, malaya wanatubu, wazinzi wanatubu, na waovu wote wanamgeukia Mungu. Ni ufunguo ambalo kanisa limepewa. Haleluya. Kwa hiyo sisi tusipotambua kuwa tuna ufunguo mikononi mwetu, tutaona kazi hii hatuelewi tuko kwa ajili gani. Haleluya. Tupo hapa kuwafungua watu na kuwaweka huru. Yesu sio anakuja kufungua, Yesu anafungua akitutumia sisi. Ametupa ufunguo. Yesu anatutumia sisi. Kama sisi hatupo, Yesu hawezi kufanya kazi. Haleluya.
kanisa alipo Yesu aweze kufanya kazi. Anasema kufungua na kufanya nini? Na kufunga. Tunazifunga kazi ya shetani, tunaziharibu kazi ya shetani katika jina la Yesu Kristo, na kwa nguvu za Roho Mtakatifu watu wanafunguliwa na kuwekwa huru. Haleluya. Anasema na milango ya kuzimu haitanishinda. Simama hapa kama kanisa, hebu jione kama kanisa. Kama mko wawili kule kwenye T4T, hebu mjikubali kwamba milango ya kuzimu, pale ambapo mmeanzisha, mahali ambapo mnaabudu, mahali ambapo mnamsifu, mhakikishe kabisa, aminini katika mioyo yenu kwamba mna mamlaka juu ya eneo lenu, kwamba milango ya kuzimu haiwezi kushinda kanisa, kwa sababu Yesu ametupa mamlaka hayo. Anasema wewe Petro, nimekupa mamlaka ya kufunga na kufungua. Hatujapata nafasi, tungesoma mstari ule wa 20. Hebu soma tuone mlango wa 23 anapozungumza kwamba na watuma huko katika Yohana anasema kuwafungua na kufunga. Hebu soma kama mtapata pale. Na nakumbuka mstari huu. Huko Injili ya Yohana. Umepata? Anasema kawavuvia Roho Mtakatifu. Umepata? Yohana sura 20 mstari wa 23 anasema wowote mtakao waondolea dhambi. Anzia pale juu. Amen. Mstari wa 21 basi Yesu akawaambia tena, amani iwe kwenu. Anasema Yesu akawaambia tena, amani iwe kwenu. Kama Baba alivyonituma mimi. Anasema kama Baba alivyonituma mimi nami nawapeleka ninyi. Anasema na mimi nawapeleka ninyi. Naye akisha kusema hayo akawavuvia akawaambia pokeeni Roho Mtakatifu. Mstari wa 23 wowote mtakao waondolea dhambi. Anasema wowote mtakao waondolea dhambi. Unasikia vizuri? Twende polepole. Wote anasema wowote mtakao waondolea dhambi. Wameondolewa. Na wowote mtakao wafungia dhambi. Wowote mtakao wafungia dhambi. Wamefungiwa. Je, huo sio ufunguo? Tunaweza kuwafungueje watu? Anasema hebu sipale juu, anasema akavuvia akasema nini? Anasema naye akisha kusema hayo akawavuvia akawaambia pokeeni Roho Mtakatifu. Akasema pokeeni Roho Mtakatifu. Wowote mtakao waondolea dhambi. Anasema wowote mtakao waondolea dhambi wameondolewa. Hebu tusimame hapo. Kama tumesema sisi ni wawakilishi wa Mungu na Mungu analiangalia kanisa. Kalenda ya Mungu iko ndani ya kanisa, sio katika mataifa mnayoyaona. Haleluya. Wala si katika Marekani, ingaje huwa tunasema Israeli ndio kalenda ya Mungu. Tupo pamoja. Lakini kanisa ndio kalenda ya Mungu. Tupo pamoja. Ya wakati na majira. Yesu alipokuja kuzaliwa, alizaliwa kwa ajili ya kanisa ili kutukomboa sisi ambao tuko hapa. Alimkomboa kijana mdogo kama huyu hapa. Alitukomboa sisi sote watu wazima. Alikuja kwa ajili yetu. Alimwaga damu kwa ajili yetu. Alipigwa kwa ajili yetu ili tukombolewe. Tukishakombolewa tufanyike kanisa. Hao sio mamlaka madogo. Tupo pamoja. Kwa hiyo sasa analipa hili kanisa mamlaka. Anasema watawaondolea dhambi watu. Tupo pamoja. Tunaondolea dhambi vipi? Tupo pamoja. Kwenye dini kule anasema kwamba haya, anasimama mtu fulani anasema nimekuondolea dhambi. Lakini anasema kwamba njia ya kuondoa dhambi ni kuwahubiri watu, ni kuwaeleza habari njema, ni kuwa na mzigo juu ya watu wale na kuwaambia habari njema. Kwa hiyo sisi kama kanisa tuna ufunguo wa mji wa Mtwivila, tuna ufunguo kwa mji wa Iringa, tuna ufunguo kwa ajili ya ndugu zetu, tuna ufunguo kwa dada zetu na ndugu zetu, tuna ufunguo tunaweza kuwafungulia tunapoeleza habari njema. Lakini kazi ya kuokoa na kuwaweka huru ni Yesu Kristo, lakini amelipa kanisa ambalo mimi na wewe kufungua watu. Haleluya. Anasema wote, hebu sema tena, wote fanya nini? Wote mtakao waondolea dhambi. Kwa hiyo tunawaondolea dhambi kwa njia ya kuwaleta kwa Yesu Kristo. Haleluya. Ukimshuhudia mtu akiokoka, akitubu dhambi, ameondolewa dhambi. Si ndio? Si. Kwa hiyo injili, haleluya, ndani ya kanisa kuna mambo ambayo Mungu ameweka kuwaondolea dhambi.
Anasema na wote mtafanya nini? Anasema na wote mtakao wafungia dhambi wamefungiwa. Kwa hiyo sisi tuna wajibu na watu. Haleluya. Anasema kwamba kwa hiyo tunaweza kuwafungia. Siku ya Pentecost, Petro akiwa amejaa nguvu za Roho Mtakatifu alitumia ufunguo. Haleluya. Akawahubiri wale watu, akaeleza jinsi Yesu alivyokufa na kufufuka, akaeleza jinsi sasa kwamba Yesu yu hai, akaeleza kwamba huyu Roho Mtakatifu amekuja ili kuliinua kanisa. Na siku ile watu wangapi? Watu 3,000 waliondolewa dhambi. Pamoja. Maana waliuliza swali katika mstari wa 37, Matendo ya Mitume 2:37. Wakasema tutendeje ndugu zetu? Akasema nini? Tubuni. Haleluya. Anasema tubuni, anafanya nini? Mpate ondoleo dhambi. Siku ile wakatubu. Anasema walichomwa mioyo yao. Haleluya. Kwa hiyo kanisa, Biblia inasema ndio lina nguvu. Na kanisa sio kitu dhaifu. Kanisa sio, Yesu anajenga kanisa sio dhaifu. Wala hajengi kanisa lilo nyonge. Hajengi kanisa lilo tepetevu. Haleluya. Anajenga kanisa tepetevu. Anajenga washirika dhaifu. Anajenga sisi hapa, anapotuokoa anatujaza Roho Mtakatifu, uungu unatembea ndani yetu. Haleluya. Hivi hujawahi jishangaa kwamba unaombea mtu anapona magonjwa yao? Hivi hujawahi ushangaa unamwombea mtu mapepo yanaondoka? Hivi hujashangaa mtu ambaye alikuwa hana maana Yesu anapomwokoa anamfanya mtu wa maana? Kwa hiyo kanisa sio kitu kidogo. Anasema kwamba hajengi jengo dhaifu, hajengi kanisa dhaifu. Haleluya. Katika Biblia inasema kwamba yule aliye dhaifu aseme mimi nina nguvu. Haleluya. Kama kanisa lingekuwa dhaifu lingebaki pale Yerusalemu. Tuna pamoja. Lakini kwa sababu kanisa linalojenga Yesu Kristo ni kanisa lenye nguvu, kwa sababu ndani ya kanisa ametoa mamlaka yote. Haleluya. Katika Injili ya Yohana ya Mathayo ule mlango mstari wa mwisho anasema kwamba nimepewa mamlaka mbinguni na duniani. Enendeni. Mamlaka yale. Haleluya. Kama ametupa mamlaka yale ndio yanatenda kazi katika kanisa. Haleluya. Ndio maana kanisa analojenga si dhaifu, sio dhaifu. Haleluya. Ndio maana katika kanisa ameweka nguvu ya maombi. Haleluya. Huko nje ziko nguvu nyingi zinafanya. Haleluya. Ziko nguvu. Hebu sema nguvu. Ziko nguvu nyingi. Tupo pamoja. Ukipiga mtu au ukifanya mambo mabaya huko mjini, ghafla utaona watu wamekuja, nguvu zinatumika. Ukijifanya uko huru, kuna nguvu imetumika. Nguvu ya kiserikali. Tupo pamoja. Nguvu ya mahakama inakuja, inatenda kazi. Tupo pamoja. Kwa hiyo ndio inafanya order. Inafanya nini? Inafanya tuende kwa utaratibu, kwa sababu iko nguvu. Hiyo ni nguvu na mamlaka ya kidunia. Tupo pamoja. Iko nguvu zingine ndogo. Ni nguvu za mapepo na nguvu za giza ambazo zinatenda kazi. Na huko mitaani watu wanaziogopa sana. Wanafanya nini? Wanaziogopa kwa sababu ni nguvu. Tupo pamoja. Lakini iko nguvu inayopita nguvu zote. Haleluya. Nguvu za Roho Mtakatifu ambazo ndio kanisa limepewa. Haleluya. Ndio maana sala Mungu analolijenga sio dhaifu. Haleluya. Ndio maana tunaposimama wainjilisti, ninaposimama kanisa, tunaposimama kuhubiri, tunaposimama kutenda kazi, tunazungumza kwa sababu tuna uhakika ndani yetu na nguvu. Yesu analizaa kanisa ambalo sio dhaifu wala sio nyonge, wala kanisa linalolialia. Ni kanisa lenye mamlaka. Inuka mtumishi wa Mungu hapo ulipo, mshangilie Bwana kwamba wewe sio mtu dhaifu, kwa sababu Mungu analianzisha kanisa ambalo sio dhaifu, kanisa ambalo sio nyonge, kanisa ambalo linaweza kuharibu nguvu za shetani na mamlaka yake. Anasema hata nguvu za milango ya kuzimu haiwezi kulishinda. Kanisa ni kitu kinachoishi pamoja. Kitu kinachoishi kina tabia 3 au 4 pamoja. Kina tabia ya kuongezeka, sivyo? Kujizalisha chenyewe. Vitu vyote visioishi, kwa mfano hapa tukichua
Maua ya Kichina mnayafahamu yale? Haya lakini kwa sababu yamekufa yatabaki hivi hivi, lakini huwa yanakuwa haya. Yale maua ya Kichina yale ukiweka yanabaki mwaka au miaka, hayaongezeki. Jambo moja, kwa sababu hakuna uzima ndani, ni plastiki. Haleluya. Lakini kitu kinachoishi kina tabia ya kujiongeza, kina tabia ya kujieneza. Unasikia? Kinajizalisha, alafu kinafanya nini? Kinajieneza. Ina maana kina propagate, kinaendelea, kinazalisha vizazi, kinaongezeka. Ndio maana katika Mwanzo Mungu akasema na tufanye mtu kwa sura, Mwanzo 1:26, tuumbe mtu kwa mfano. Mstari wa 26-28 anasema wakatawale vitu vyote, lakini akawapa agizo akasema zaeni mkaongezeke. Haleluya. Vitu vyote vilivyo hai vina tabia ya kuongezeka. Kwa hiyo hata kanisa ni living organism, linakuwa, linaongezeka, linaongezeka. Haleluya. Katika kijiji au katika mji au katika nyumba fulani, watu 2 au 3 walioazimia kwamba lazima afanyike mabadiliko hapa, watakapoingia kumtafuta Mungu, watakapoingia kuomba. Haleluya. Baada ya miezi 6, wale kama Mungu anaotumia vilivyo, mtaanza kuona wako si 3 tena, wameongezeka. Kwa sababu kanisa ni kitu kinachoongezeka. Haleluya. Kitu kinafanya nini? Kinaongezeka. Kwa sababu Mungu anaongeza, ni living organism. Tulisoma wiki iliyopita. Hebu turudie tena katika waraka wa Petro mlango wa 2, waraka wa kwanza wa Petro mlango wa 2 5-9. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 2 mstari wa 5 na wa 9. Wa 5 hadi wa 9 imeandikwa, ninyi nanyi kama mawe yaliyo hai. Kwa hiyo umeona hapa kuna mawe yaliyokufa. Kwa hiyo kanisa yawe mawe kama hayo tunaona kule juu. Lakini anasema sisi ni mawe yaliyo hai. It means yanaishi, ni mawe yaliyo hai. Endelea. Anasema mmejengwa mwe nyumba ya roho. Anasema mmejengwa ili mwe nyumba ya roho. Ukuhani mtakatifu. Uwe mkuhani utakatifu. Mtoe dhabihu za roho. Zinazokubaliwa na Mungu. Kwa njia ya Yesu Kristo. Kwa hiyo hapa tunaambiwa, picha tuliona hapa Jumapili, ni mawe yaliyo hai. Ina maana God is living. Mungu anaishi mahali pale. Kwa hiyo kama ni mawe yaliyo hai, tuombe pamoja, kama ni mawe yaliyo hai, ina maana kwamba yanaweza kujiongeza. Haleluya. Mahali ambapo Roho Mtakatifu anajenga nyumba yake, anakaa. Hebu sema mimi ni nyumba ya Roho Mtakatifu. Na sisi sote hapa ni mawe yaliyo hai. Kwa hiyo sio kitu kilichokufa, ni mawe yaliyo hai. Kwa hiyo tulisoma wiki iliyopita, kanisa ambalo Yesu analijenga ni makao ya Mungu ndani yake. Ni makao ya Mungu ndani yake. Katika muda uliobakia nitazungumzia vitu viwili vya muhimu ndani ya kanisa. Kitu cha kwanza nitachozungumza, kanisa lazima linafanya katika ndani ya kanisa mambo mawili muhimu lazima yafanyike. Cha kwanza, lazima liwepo ongezeko. Kwa Kiingereza sema iwepo multiplication. Pamoja. Ndani ya kanisa lazima iwepo multiplication, ongezeko. Kwa lazima tuamini Mungu mwenye kuongeza, liwepo ongezeko. Kitu cha pili, lazima kanisa lijengwe. Haleluya. Lijengwe, watu wajengwe ili wawe imara katika maisha yao. Hayo mambo mawili lazima yafanyike. Haleluya. Tunapozungumza kuhusu ongezeko,
Tuna maana kwamba walikuwa wachache wanaoanza, lakini baadaye wanazidi kuongezeka na kuongezeka wanapoingia katika kazi ya huduma ya kuwaleta watu kwa Yesu. Mungu anaita watu kutoka mataifa yote ili waweze kuingizwa ndani ya kanisa. Mungu anaita watu wa kila kabila. Soma Ufunuo 7:8. Tulisoma huko nyuma. Ufunuo sura 7 mstari wa 8 imeandikwa, wala wa kabila ya Zabuloni 12,000, wa kabila ya Yusufu 12,000, wa kabila ya Benyamini 12,000. Hebu mbele kidogo. Mstari wa 9 sema, baada ya hayo nikaona na tazama mkutano mkubwa sana. Anasema natazama mkubwa sana, ambao hapana mtu awezaye kuhesabu. Ambaye hapana mtu awezaye kuhesabu. Watu wa kila taifa, na kabila, na jamaa, na lugha, wamesimama mbele ya kile kiti cha enzi, na mbele za mwana kondoo. Wamevikwa mavazi meupe, wana matawi ya mitende mikononi mwao. Wakilia kwa sauti kuu wakisema, wokovu una Mungu wetu, aketie katika kiti cha enzi, na mwana kondoo. Inatosha. Kwa hiyo hapa makundi ya maelfu, makabila na watu mbalimbali wanakujeje hao? Wanakusanywa ili wawe kanisa. Haleluya. Hao watu wa kila kabila na lugha wanakusanywa ili wawe kanisa. Ni Mungu mwenyewe ndiye anayetuita tunapofanya huduma. Kila mmoja wetu hapa, haleluya, kila mmoja wetu kule aliko, anapoeleza uzuri wa Mungu, anapoeleza upendo wa Mungu, kokote aliko, kwenye maofisi yake, kwenye kokote anakokwenda, anaokokota wetu yale ambayo Yesu amefanya ndani ya maisha yake kwa juhudi ya uinjilisti. Anawaambia, njoo muone ukuu wa Mungu, muone uzuri wa Mungu, muone Mungu anayesamehe, muone Mungu anayetakasa, muone Mungu anayeondoa laana, muone Mungu anayeponya, muone Mungu anayefanya watu upya. Hebu muende kumuona hao watu, mtu mmoja. Kwa juhudi hiyo, anapofanya hivyo, anafanya kanisa liweze kuongezeka. Haleluya. Anafanya kanisa liweze kufanya nini? Liweze kuongezeka. Watu watamjia Yesu watakapouona upendo wa Mungu ndani yako. Watu watamjia Yesu watapoona furaha ulionayo ndani ya moyo wako. Watu watamkimbilia Yesu watakapoona yale Yesu ambaye amefanya katika maisha yako. Watu watamfurahia Yesu watakapoona mabadiliko ambayo Yesu amebadilisha maisha yao. Ukristo wa kidini, watu wanakuwa kawaida, wanasema wa Kristo, lakini maisha yetu ndio maana watu wanakuwa wachanganyikiwa. Wanasema sisi ndio Ukristo huu. Lakini watu watamuona Yesu ndani yako. Hebu sema, Yesu ataonekana ndani yangu. Watamuona Yesu, hebu jiweke mwenyewe. Watu watamuona Yesu ndani yangu. Haleluya. Kwa hiyo watampenda Yesu anayemhubiri, watampenda Yesu anayemshuhudia, watampenda Yesu anayemzungumza, kwa sababu wamemuona Yesu ndani yangu. Haleluya. Kwa hiyo kanisa, kazi nyingine kubwa ambayo kanisa linafanya, ambayo katika mambo mawili linafanya, ni kuwaleta hao watu maelfu kwa maelfu, makundi kwa makundi, ili wafanyike watoto wa Mungu. Haleluya. Katika Matendo ya Mitume 5:42, kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 5 mstari wa 42 imeandikwa, na kila siku ndani ya hekalu na nyumbani mwao hawakuacha kufundisha na kuhubiri habari njema za Yesu kwamba ni Kristo. Mstari wa 6. Matendo ya Mitume sura ya 5 mstari wa 6. Wa kwanza ule. Kwanza mstari wa kwanza. Basi huo wa 6. Anasema vijana wakaondoka. Mstari yani unaruka, unaendelea pale uliposoma.
mstari wa kwanza katika mstari wa 6. Sura ya 6. Okay, kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 6 kuanzia mstari wa kwanza. Anasema hata siku zile wanafunzi walipokuwa wakiongezeka. Anasema hata siku zile walikuwa wanaongezeka katikati yao. Kule nyuma hebu soma, tumesema nini? Walikuwa wanakusanyika pamoja katika ibada, wakihubiri na kufundisha. Haleluya. Kwa hiyo kazi ya kanisa ndio ilikuwa inafanya. Lengo lake ilikuwa ni kuwaleta watu. Lengo lake ilikuwa ni kuwaita watu. Lengo lake ilikuwa ni kuwatia moyo watu. Ndio ambalo kila mmoja ambaye ameokoka anatakiwa ajae ndani ya moyo wake kwamba mimi Mungu ameniokoa, nitawaleta watu, nitawaita watu, nitawashuhudia watu. Yeye mwenyewe anipe neema kuwaleta watu, wanaume kwa wanawake, marafiki na majirani. Anasema walifanya nini? Kazi yao walikuwa wanafanya nini hapo? 20 pale mstari wa mwisho unasema nini? Walikuwa wakifundisha pale sura ya 5 mstari wa 42. Anasema na kila siku ndani ya hekalu na nyumbani mwao, ndani ya hekalu na kule nyumbani kwao, hawakuacha kufundisha na kuhubiri. Unasikia walikuwa wanafanya nini? Mambo mangapi? Wanafundisha na kuhubiri. Haleluya. Nyumba yako, hebu sema nyumba yangu, haleluya, kiwe kituo cha kufundisha na kuhubiri. Haleluya. Kwa hiyo walikuwa wanaeleza habari gani? Wanaeleza habari za Yesu, wanaeleza uzuri wa Yesu, lakini walikuwa wanahubiri kuwaambia watu maisha unaoishi haya, ndugu yangu, kama una watoto pale nyumbani usiache kuambia. Haleluya. Kama una mume wako hata kama hajaokoka usiache kumwambia kwamba Yesu anaokoa, kwamba Yesu ni Bwana. Haleluya. Kwamba Yesu ni mfalme, usiache kusema. Haleluya. Siku nyingine unaomba na kufunga unasema ninawaambia. Wapo hapa ambao wababa zao hawajaokoka, lakini neno hili linajenga imani, maana imani huja kwa kusikia. Haleluya. Na kwa kusikia maneno ya Kristo. Haleluya. Anasema hebu rudia mstari ule, siku kwa siku walikuwa wanafanya nini? Na kila siku. Unasikia? Sio siku moja au wiki. Anasema na kila nini? Na kila siku ndani ya hekalu na nyumbani mwao huko hawakuacha kufundisha na kuhubiri habari njema za Yesu kwamba ni Kristo, kwamba Yesu ni Bwana. Haleluya. Wanaposema Yesu ni Kristo, maana yake Yesu ni mpakwa mafuta. Haleluya. Na amekuja kuwafungua waliofungwa katika vifungo, wakahubiri kwamba uzuri wa Yesu, na waliona matokeo. Tumo moja, injili waliohubiri waliona matokeo. Na iwe ndio njaa, iwe ndio hamu ya kila mmoja wetu ambaye yupo mahali hapa kuona kwamba analeta watu. Haleluya. Analeta watu ili waweze kufanyika watoto wa Mungu. Kiwe ndio kilio chake. Napenda kurudia maneno haya kwa sababu hakuna jambo la msingi katika kanisa ambalo Mungu ametupa kuliko hili, kwamba tuongezeke. Sawa? Sio? Kwamba tuongezeke. Tutaongezekeje? Tutaongezeka kwa lile neno ambalo ametupa. Na kule juu nimewaambia tunao ufunguo. Anasema tunao ufunguo kuwafungia watu au kuwafungulia. Namna ya kuokoka mimi sielewi Mungu anavyookoa, lakini mtu mwenye nia, hebu sema mtu mwenye nia, aliyekusudia ndani ya moyo wake kwamba Mungu nimenituma nikafanye kazi hii, akianza kufanya, matokeo tunamwachia Mungu. Hebu sema matokeo tutafanya nini? Lakini sisi tutafanya yatupasayo kufanya. Kwa hiyo kanisa lina mambo haya mawili. La kwanza, liweze kuongezeka. Linaongezekeje? Watu wa Mungu wanapojihusisha, wanapoona ni wajibu wao, kwa sababu kanisa sio dhaifu, na wewe umeokoka sio dhaifu wala sio mnyonge. Unapojihusisha, Mungu ni mwaminifu, anakwenda kufanya mambo makubwa kwa ajili yako. Hebu fungua katika Wafalme wa kwanza mlango wa 6 mstari wa 5 mstari wa 7. Fungua katika kitabu cha Wafalme, katika kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ya 5 sura ya 5 15-18. Aze sura ya 5 alafu 15-18, alafu utasoma 6 mstari wa 7. Amen. Kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ya 5 mstari wa 15 mpaka 18 imeandikwa, Suleimani alikuwa na wachukuao mizigo 70,000 na wakatao miti 80,000 milimani,
Mbali na maakida yake, Suleimani walikuwa juu ya kazi na 3,300 wasimamizi wa watu waliotenda kazi. Mfalme akaamuru na wakaleta mawe makubwa, mawe ya thamani, ili wauweke msingi wa nyumba kwa mawe yaliyochongwa. Mstari wa 18, na waashi wa Suleimani na waashi wa Elamu na wa Gebali wakayachonga, wakayaweka tayari miti na mawe ya kuijenga nyumba. Mstari wa sura ya 6 mstari wa 7. Mstari wa 7 imeandikwa, na nyumba ilipokuwa ikijengwa, anasema na nyumba ilipokuwa ikijengwa, ikajengwa kwa mawe yaliyokwisha kuchongwa chimboni. Anasema ikajengwa kwa mawe yaliyokwisha kuchimbwa chimboni. Wala nyundo, wala shoka, wala chombo cha chuma chochote sauti yake haikusikiwa ilipokuwa ikijengwa nyumba. Unasikia? Hili ni hekalu alilojenga Sulemani. Vifaa vyote vya ujenzi ambavyo vilitumika katika kujenga hili hekalu la Sulemani linaitwa hekalu la Sulemani. Tupo pamoja? Vifaa vyote vya ujenzi vilivyojenga hili hekalu alikuwa amekusanya Daudi. Lakini Daudi hakuruhusiwa kulijenga lile hekalu. Tupo pamoja? Kwa hiyo Sulemani ndio aliambiwa ajenge hili hekalu. Tunapozungumza hekalu, huko nyuma Mungu alianza na hema jangwani. Lilijengwa kwa vitu vya thamani sana. Tupo pamoja? Hili hema jangwani, lakini baadaye lilitoweka. Lakini pia hili hekalu ambalo linajengwa, nataka tuone jinsi ambavyo Sulemani alijenga hili hekalu. Tunaambiwa hao watu 70,000 hao walikuwa wanaenda milimani wakichagua mawe ya thamani, na ramani ilikuwa tayari imetayarishwa. Unasikia? Ramani ilikuwa fanya nini? Imekwisha kutayarishwa. Kwa hiyo kila jiwe lilipewa namba. Tupo pamoja? Kwa hiyo mawe yalichongwa kwa ustadi. Tupo pamoja? Yalichongwa kwa ustadi. Hawakuhitaji mota. Unaelewa mota? Hawakuhitaji nini? Sijui simenti wala nini. Tupo pamoja? Kwa hiyo kila jiwe liliwekwa mahali panapotakiwa. Unaelewa? Wakati Sulemani anajenga hili jengo, kwa hiyo kila jiwe liliwekwa namba. Hebu niambie jengo lile lilikuweje? Kila jiwe lipate namba yake, kwamba jiwe hili litakaa mahali pa fulani. Ni lazima Roho Mtakatifu alihusika mahali hapa. Si kawaida. Tupo pamoja? Alipokuwa anajenga hili hekalu, hekalu lilikuwa la kawaida la duniani, la vifaa vya kawaida, lakini kila hekalu kila jiwe lilijengwa. Kwa nini? Kwa namba yake. Kwa hiyo yalikuwa yanachongwa huko. Tupo pamoja? Wanasema mawe namba 1, namba 2, haya yapite. Tupo pamoja? Wanakuja yanayaleta. Yanatayarishwa wapi? Chimboni huko. Kwa hiyo kulikuwa na watu ambao wanaeleza penye kona lazima liwe jiwe kubwa kidogo, na penye kona kubwa jiwe kidogo, linaitwa jiwe la pembeni. Ilikuwa yamechongwa huko kwa ustadi mkubwa. Haleluya! Na walipoanza kujenga, hebu soma mstari ule. Mstari wa 7. Na nyumba ilipokuwa ikijengwa, na nyumba ilipokuwa inajengwa, ikajengwa kwa mawe yaliyokwisha kuchongwa chimboni. Anasema ilijengwa kwa mawe yaliyokwisha kuchimbwa wapi? Kuchongwa. Haleluya! Hebu sema kuchongwa. Kuchongwa. Haleluya! Yalikuwa yamechongwa wapi? Chimboni. Wala nyundo, wala shoka, wala chombo cha chuma chochote. Anasema hebu taja wala nini? Wala nyundo. 1, nyundo. 2, wala shoka. 3, wala chombo cha chuma chochote. Wala chombo chochote cha chuma. Sauti yake haikusikiwa ilipokuwa ikijengwa nyumba. Haikuweko kelele. Hakuweko nini? Hebu sema haikuweko kelele. Hakuweko makelele na fujo. Walipokuwa wanajenga, namba 1, kimya. Tuna pamoja? Jiwe namba 1. Haleluya! Namba yake haya. Namba 2, na mpaka jengo likaisha. Mawe yanayojenga ilikuwa sio madogo, tuna pamoja, makubwa. Anasema kwamba haikuruhusiwa nyundo, tuna pamoja, nini shoka, alafu na nini, wala chombo chochote cha chuma, kwamba nje, kwa sababu walipokuwa wanajenga hili jengo, haleluya, hakukuweko na kelele. Hebu sema hakukuweko na nini? Hakuweko na kelele zozote. Haleluya!
Mungu ulikuwa unabii juu ya kanisa ambalo Yesu analijenga, halipaswi kuwa na kelele, halitaki kuwa na fujo. Mungu analijenga mwenyewe. Anasema kila mmoja anajifikisha kwenye nafasi yake. Haleluya. Hebu simama watu wa 10 hapa. Haleluya. Kila mtu anajifikisha kwenye jengo. Hebu 10 wasimame hapa. Haleluya. Watu 10 wasimame. Haleluya. Vijana wenye nguvu, hebu haraka. Haleluya. Wasimame. Haleluya. Anasema kwamba hilo hakukuwa na kelele. Mbona mnakuja laini? Haleluya. Hili ni jiwe namba 1. Haleluya. Hili hawa wanajenga. Hebu twende. Haya, namba 2, namba 3, namba 4, namba 5, namba 6, namba 7. Wanalijenga kanisa. Haleluya. Tumeambiwa walipokuwa wanajenga, wala chuma wala shoka wala nyundo ile gongo, kwa sababu kila jiwe lilifiti mahali pake, sivyo? Kwa sababu za namba zile. Lakini mpango ni kutoka wapi? Chimboni. Toka chimboni. Haleluya. Ndivyo ambavyo Mungu anapotuleta mmoja, anamfiksi katika jumba hii, anamweka afae, anamweka huyu afae katika nafasi yake, anamleta huyu afae katika nafasi yake. Huyu ana tofauti na huyu ana karama tofauti mbalimbali, huyu ana karama mbalimbali, na huyu ana tofauti mbalimbali, kila mmoja wetu. Ndio maana katika kanisa hakuna mtu muhimu na aliye na maana. Sisi sote ambao tumeokolewa na kuoshwa na damu ya Yesu Kristo kutoka chimboni. Haleluya. Mungu analikuleta ndani ya kanisa, na anapoleta ndani ya kanisa anasema zisiweko kelele. Hebu sema ziweke nini? Ziwepo nini? Kwa sababu alipokuwa anajenga lile hekalu lilikuwa halina kelele. Kanisa ambalo anajenga Yesu Kristo ni mahali pa ibada, ni mahali pa kumwabudu Mungu, ni mahali pa utakatifu. Haleluya. Ndio maana sisi tunaitwa watakatifu. Ni mahali ambapo dhabihu na sadaka zinatolewa. Ndio maana ule mstari soma katika Petro ule mlango wa 2, anasema sisi ni mawe yaliyo hai. Jengo la Selemani lilijengwa kwa mawe yaliyo na namba tu, ni mawe ya kawaida, lakini jengo liliisha. Lakini walikuja Wababeli, walikuja wakaliangusha, halipo tena. Haleluya. Na halipo tena. Na ukienda Wayahudi wanalia, na hekalu la pili lilijengwa la Herado, nalo lilianguka. Sina muda wa kuzungumza. Nalo liliangushwa mwaka 70 AD. Liliangushwa haya mahekalu yote haya. Lakini Yesu anapolijenga kanisa, haleluya, ni mawe yaliyo hai. Hayo mengine yalianguka, yalifaa kwa ibada, na wao Waisraeli walifikiri ndio ibada yenyewe. Lakini Yesu anapokuja anajenga ndani ya mioyo watu, anajenga mawe yaliyo hai ili aweze kukaa ndani yao. Haleluya. Ndio maana unaposoma Biblia yako, picha ya Agano la Kale inakuja kujidhihirisha juu ya jengo ambalo Yesu anajenga, ambalo sisi anatuambia sisi ni mawe yaliyo hai. Haleluya. Kwa hiyo tumeambiwa palikuwa na nini? Kulikuwa na kelele, kulikuwa na fujo. Ndio maana tunatakiwa kuwa na adabu, tunatakiwa kuwa na heshima. Ukikosea ukadhani kwamba kanisa ni la mchungaji au la viongozi au la wazee wa kanisa, umepotea. Kanisa ni Yesu anawaita kutoka chimboni kule, ili waje washirikiane na Mungu hapa, ili kulijenga kanisa lililo hai. Nimezungumza pale kwamba ni mahali ambapo Mungu anaishi na ni hai. Na kwa hiyo kama ni hai, haya mawe yaliyo hai ambayo yanajenga kanisa, tofauti na lile jengo ikiwa tu sembuze tu. Lile jengo ambalo alikuwa anajenga, lile hekalu alikuwa anajenga, hekalu la Selemani, lilikuwa halina kelele. Je, kanisa ambalo Yesu anajenga linatakiwa kuweje? Anasema ni takatifu na ni safi, kwa sababu Roho Mtakatifu anakaa ndani yake. Kwa hiyo mnaweza kurudi. Kwa hiyo kama ndivyo anavyojenga kanisa, Yesu anavyojenga kanisa, anasema yalitengenezwa chimboni, kila jiwe lilifiti mahali pake. Kwa hiyo uinjilisti tunaofanya hapa ndiyo kuyakusanya mawe na kuyaleta ndani ya nyumba ya Mungu. Kule chimboni ndiko tunakuwahubiri watu, tunaochonga tuambie waje hapa ili waweze kujenga jengo hili ambalo ni kanisa la Mungu. Sema amen. Haleluya. Kwa hiyo
Kanisa ambalo anajenga Yesu linatakiwa kuongezeka. Mnaweza kujenga jengo tu pamoja, mkawaleta watu, mkawahubiri, mwalete hapa, yanakuwa kama matofali yasiyoeleweka, hayana shape tu pamoja. Lakini sasa ndipo inapotakiwa huduma nyingine, inaitwa huduma ya nini? Ya kujenga. Kujenga, edify. Edification, yani kuwafanya wajengeke, wapate sura ya Kristo. Ni process, ni hatua ambayo inaendelea hatua kwa hatua. Sasa ndio nataka nizungumzie. Ya kwanza tumesema ni kuwaleta watu, ni kuongezeka kwa njia ya uinjilisti. Ya pili sasa, wakiingia ndani ya kanisa wanatakiwa wajengwe ili wawe kama Kristo. Haleluya. Ili wawe kama nani? Kama Kristo. Wawe na nguvu kama Kristo, watende kama Kristo. Waebrania 10:25. Waebrania 10:25. Kitabu cha Waebrania sura ya 10 mstari wa 25 imeandikwa, wala tusiache kukusanyika pamoja kama ilivyo desturi ya wengine, bali tuonyane na kuzidi kufanya hivyo, kwa kadiri muonavyo siku ile kuwa inakaribia. Hebu rudia tena taratibu. Wala tusiache kukusanyika pamoja. Wala msiache, anasema tusiache au msiache? Tusiache. Anasema tusiache kukusanyika pamoja. Kama ilivyo desturi ya wengine. Anasema kama ilivyo desturi ya wengine. Bali tuonyane. Bali tuonyane. Na kuzidi kufanya hivyo. Na kuzidi kufanya hivyo, kwa kadiri muonavyo siku ile kuwa inakaribia. Anasema kwa kadiri mnavyoona ile siku inakaribia. Amen. Kwa nini tunajengekeje kama kanisa? Ili ujengeke na ukue katika Kristo. Imani yako ikue. Ukue katika ujasiri, ukue katika huduma, ukue katika kutenda kazi za Mungu. Inakueje? Nguvu kubwa iko katika kukusanyika. Hebu sema, nguvu kubwa iko katika kukusanyika. Iko nguvu ya ajabu tunapokusanyika. Maana kama tulivyosoma mstari wetu wa msingi, ikiwa wawili au watatu wamekusanyika kwa jina langu, na mimi niko katikati yao. Kuna siri kubwa watu wanapokusanyika kwa jina la Bwana. Iko siri kubwa sana. Ndio maana anasema kwamba wale waliookoka katika kanisa la mahali, katika mahali ambapo wanamwabudu Mungu, wawili au watatu ambao ni kusanyiko, wanakusanyika. Hebu muone kwamba tunapokusanyika kuna jambo kubwa la muhimu linafanyika ambalo Mungu anahusika. Ndio maana mwandishi wa kitabu cha Waebrania anasema wala msiache kufanya nini? Kukusanyika kama ilivyo desturi ya watu wengine. Tunapokusanyika ndipo tunajengana. Haleluya. Umepigika huko sijui na madeni, umepigika huko sijui familia yako imekueje, umepigika na watu ambao hawajaokoka. Sasa unasema ngoja niende kwa wenzangu. Haleluya. Unapofika kwa wale wenzako wanasema endelea, safari bado, mwendo bado. Haleluya. Kwa sababu umekusanyika. Mkristo ambaye hakusanyiki, Mkristo ambaye haendi mahali pa ibada, Mkristo ambaye anadharau mambo ya ibada, maendeleo yako ya kiroho yako chini kabisa. Mbona hamsemi amen? Mkristo wa Jumapili, hebu sema Mkristo wa Jumapili. Mkristo wa mwezi, tama moja. Anakuja mara moja kwa mwezi. Haleluya. Mbona hamsemi amen? Ukristo unasimama. Tunaweza kufanya kazi nyingine zote, lakini kama hatujui siri ya kukusanyika pamoja kwa ajili ya kumwabudu Mungu, tusipozembea tu pamoja. Na mara nyingi sisi wachungaji huwa tunapima kiroho cha mtu kwa mahudhurio tu. Ukimwona mtu ana bidii ya mahudhurio na makuzi yake yako juu sana, tu pamoja, anapenda kukua. Ukimwona Mkristo
kuja kanisani anakuja kwa manati. Nimetumia kineno kizuri. Yaani mpaka mvutane. Manati ni pale tunapopiga simu. Haleluya. Lakini huwa tunapiga kwa kesi waliotoka kuokoka kwa sababu tunajua ni sio rahisi. Lakini wewe una miaka 5, 10 ndani ya kanisa hili. Pigiwe simu, uko wapi? Kuna tatizo mahali fulani. Hebu sema kuna nini? Hebu fanya kuna nini? Kuna nini? Kuna nini? Kuna tatizo mahali fulani ambalo sisi wengine hatulijui, wewe unajua. Haleluya. Lakini baada ya muda na sisi tutajua. Sawa? Baada ya nini? Baada ya muda tutajua. Haleluya. Mahudhurio yanayoyumba yumba, inaonekana hujajua umuhimu wa kukusanyika pamoja. Soma mstari ule. Unasema nini? Anasema wala tusiache kukusanyika pamoja. Anasema wala tusiache kukusanyika pamoja, kama ilivyo desturi ya wengine. Hiyo ni desturi ya watu wa Mungu. Haleluya. Bali tuonyane. Kwa hiyo tunapokusanyika tunafanya nini? Tunaonyana. Tunaonyanaje? Tunasema mama Mwendi, habari zinazosikia habari zako hazina mwendo wa Kristo, sivyo? Hebu tuombe tukusaidie. Haleluya. Tunapoonyana tunajengana. Tunapoonyana tunatiana moyo. Ukiwa peke yako huwezi. Haleluya. Lakini tunapokusanyika pamoja kama kanisa la Mungu tunajengana. Anasema tuonyane, alafu tufanye nini? Na kuzidi kufanya hivyo. Na kuzidi kufanya hivyo kwa kadiri muonavyo siku ile kuwa inakaribia. Pointi iliyozungumzwa hapa, kujengana. Ili mwendo huu nataka niwaambie wapendwa, safari hii inahitaji sisi sote kwa pamoja. Haleluya. Nataka kusema kila siku, iwe kazini kwako, iwe kwenye familia yako, kuna mambo mengi huwa yanaibuka. Unaweza kupata hasara kwenye biashara. Unateswa sana na mume wako au mke wako. Mambo hayaendi. Kwa hiyo haya mambo yanakufisha. Kuna mambo mengine usiku yanakutesa. Hata huwezi kumwambia mtu mwingine. Haleluya. Huwezi kumwambia, unaumia na kukugumia mwenyewe. Haleluya. Haya ni maisha yetu ya kawaida huko. Sio wakati wote tuko katika moto wa kiroho. Kuna wakati mwingine tunashushwa moyo. Ndio maana mwimbaji akasema kwamba umechoka, umeshushwa moyo. Inawezekana uko katika hali hiyo. Unapokuwa umeshushwa moyo, mambo ambayo haendi, unaona huna furaha. Huo ni mambo mengine. Umesikia maneno mabaya, kuna mambo yanakuchoma, yanakuumiza. Umechoka, umeshushwa moyo. Unawezaje kupona? Haleluya. Tunapokusanyika pamoja, neno la uponyaji linapohubiriwa, neno la uponyaji linapohubiriwa na kufundishwa, neno la kinabii linapokuja kwako, neno la kukuinua linapokuja kwako, unainuka tena, unaanza safari. Haleluya. Tutakamilika tu tutakapokuja, siku hiyo tutakapokuwa tumeingia mbinguni, tunasema asante Mungu, nimeingia. Haleluya. Lakini tunapokuwa hapo duniani, yako mambo mengi yanatuvunja moyo na kutukatisha tamaa. Ndio maana sasa tunakusanyika pamoja. Tunakuja hapa, tunasikia neno la uzima, tunaponywa, tunatakaswa, tunainuliwa, tunabarikiwa. Haleluya. Hebu fungua katika Efeso 5 mstari wa 19. Haleluya. Efeso sura ya 5 mstari wa 19. Imeandikwa, mkisemezana kwa zaburi na tenzi. Kwa hiyo tukifika mahali hapa tunaanza kusemezana, sivyo? Hebu sema mkisemezana kwa zaburi. Mkisemezana kwa zaburi na tenzi. Na nyimbo za rohoni. Huku mkiimba. Na kumshangilia Bwana. Mioyoni mwenu. Kwa hiyo tunapofika hapa, hivi unaelewa kwa nini huwa tunaimba hapa? Leo tumetumia zaidi ya risali moja tunaimba mahali hapa. Kuna nini? Kuna nguvu kubwa. Huko nyumbani kwako utaimba peke yako. Haleluya. Kawimbo ni kama kamoto kwenye kijinga kimoja. Umewahi huwa unaona kanawaka vizuri? Kijinga kimoja kinaweza kuivisha maharage. Nani anaweza kuivisha kwa kijinga kimoja? Kumbe vijinga vyote vikikutana, haleluya,
Yuko Mlandali, yuko mama hapa, yuko mzee Dule, tunakusanyika pamoja, tunaanza kuimba. Haleluya. Moto unawaka. Hebu sema moto unawaka. Haleluya. Moto wa Roho Mtakatifu. Anasema tunaposemezana, tunapomwabudu Mungu kwa nyimbo na zaburi na tenzi. Haleluya. Nataka nikwambie, kama ulikuja umechukia kutoka huko, kama ulikuja umevunjika moyo nikija hapa, zile nyimbo zinafanya nini? Yale makunyanzi ya moyo yanafanya nini? Yanaanza kulainika. Yanafanya nini? Yanaanza kulainika. Uso ulikuwa neno utaanza kuona. Wewe unakuweka umbali. Unaona mwanzoni mtu amekuja yuko hivi. Lakini neno la Mungu na Roho Mtakatifu unaanza kuona anainuka namna hii. Anamwabudu Mungu, kumekujuka hapa. Haleluya. Kwa hiyo kuna nguvu kubwa ya kukusanyika. Tusipuuze jambo hili. Jamani, wasitushinde wa Sabato. Wa Sabato wanafunga ibada. Jumamosi hawaji. Tuwa pamoja. Wanakuwa kwenye ibada mpaka saa 12. Sasa wa Pentecosti wanaosema wanaweza kuwa kufanya siku hiyo wakafanya mambo yote, wakafanya na mabiashara na mambo mengine, lakini neno la Mungu likapata nafasi ndogo katika maisha yao. Unawashangaa watu hao Yesu amefanya nini katika maisha yao. Unashangaa. Kama Waislamu wanaweza kufunga biashara saa 6, wakati muda mzuri wa biashara risali moja anasema hasiuzi na aenda msikitini, iweje Pentecost aliyooshwa na damu ya Yesu Kristo? Ibada ni kitu cha maana. Mahudhurio katika ibada ni kitu cha maana kuliko vitu vingine vyote, ili uweze kujengeka, uweze kukua kiroho. Kama tulivyosema, 2 3 wanapokusanyika Mungu anakuwa katikati yao. Ni kitu cha maana kuliko kitu kingine chochote. Hakuna sababu ya kupuuza mahudhurio kwa sababu ndogo ndogo. Utasikia mwingine msiba huko kule Kilolo, wala sio ndugu yake sana, anasema nimeenda msibani. Siku ya ibada unamheshimu Mungu. Kwani Mungu utamwona siku moja kumheshimu kwamba nimuone Yesu? Tumoja, nataka nimheshimu Yesu, amekuja sasa nimheshimu. Unamheshimu unapotii, kama tulivyoona kwamba katika kanisa ameweka mamlaka yake. Unapoheshimu makusanyiko yetu, ndio unamheshimu Mungu. Sawa? Uelewe hivyo. Kama hatuji kanisani, iwe sababu maalum sana. Sio sababu ambazo hazina msingi wala hazina maana, au mambo mengine yanaweza kufanyika kesho. Tuwa pamoja. Tuwe na sababu ya msingi. Kwa sababu anasema tusiache kukusanyika kama ilivyo desturi ya wengine. Nimezungumza mama wawili. Nimesema kwamba unakuwa umepatikana mahali fulani. Ni kanisani tu, mahali ambapo maombezi yanafanyika, mahali ambapo laana zinatolewa, mahali ambapo mapepo yanaondoka. Unajua tunapohubiri namna hii, kuna mapepo yanakuwa yamekukalia yanaondoka. Tupo pamoja. Tunapohubiri neno la Mungu lina uwezo, vipepo vidogo vidogo vinakimbia, unaondoka ukiwa huru. Neno la Mungu linapohubiriwa linatuweka huru. Ndio maana ni muhimu mahali ambapo injili inahubiriwa na Roho Mtakatifu ananena, tunataka kuwepo mahali hapo. Wala tusiache kukusanyika kama ilivyo desturi ya wengine. Haleluya. Haleluya. Neno tunalosikia linatutakasa. Efeso 5:26 tulisoma wiki iliyopita, turudie tena. Efeso 5:26. Efeso sura ya 5 mstari wa 26. Alitakase, ili kwa makusudi alitakase na kulisafisha, kwa maji katika neno, apate kujiletea kanisa tukufu, lisilo na ila, wala kunyanzi, wala lolote kama hayo, bali liwe takatifu, lisilo na mawaa. Tulizungumza sana wiki iliyopita, lakini mimi nataka nizungumzie hapa kidogo juu ya neno. Nguvu ya neno tunapolisikia, neno linapohubiriwa, neno linapokuja kwako, unajua unakuwa kiroho bila wewe kujielewa. Nguvu ya neno lina nguvu ya ajabu kukubadilisha. Linakubadilisha ambavyo wewe huelewi. Jinsi unapolisikia, jinsi unapolisoma, linakubadilisha. Mwaka jana hukuwa kama hivyo. Hata mimi nilikuwa naangalia mahubiri niliyohubiri miaka 2010-15. Tofauti kabisa na sasa. Tupo pamoja. Kwa sababu Mungu anatoa utukufu kwenda utukufu mwingine. Ni kwa njia ya neno
makuzi yako huwezi kuelewa. Anasema akilitakasa kwa nini? Kwa nini? Kwa maji. Anasema ili makusudi alitakase na kulisafisha. Kwa hiyo unapofika mahali hapa neno linakutakasa. Anasema ili makusudi afanye nini? Alitakase na kulisafisha. Alitakase na kulisafisha kwa maji katika neno. Anasema kwa maji katika neno. Anasema analituma neno, na lile neno linaokoa watu kutoka kwenye maangamizo yao. Neno likihubiriwa linaondoa huzuni. Neno likihubiriwa linafanya matengenezo. Neno likihubiriwa linaponya magonjwa. Neno likihubiriwa linakimbiza pepo. Neno likihubiriwa linawatakasa watu. Neno likihubiriwa watu wanachukua hatua. Neno likihubiriwa watu wanaingia kwenye huduma. Neno likihubiriwa ni neno likihubiriwa. Neno likihubiriwa linawatakasa watu ili waweze kuwa vyombo na kulifanya kanisa. Kwa hiyo kanisa linatakasika kwa njia ya neno. Dhambi zinapohubiriwa hapa, dhambi zinapokemewa mahali hapa, wazinzi kama wapo wanapoendelea kukemewa, wanaacha uzinzi wao. Wavivu kama ni wavivu, wanaacha uvivu wao. Waliochoka kama walikuwa wamechoka, wanatiwa nguvu na kuinuliwa. Walioshushwa moyo wanapohubiriwa, neno linapohubiriwa, wanainuliwa na kutiwa nguvu tena. Kama walitaka kurudi nyuma, wanasema tuendelee na safari. Haleluya, tuendelee na safari kwa sababu ya neno. Haleluya, haleluya. Katika Agano la Kale, lile hema la jangwani ambalo Musa alilijenga, kule nje kulikuwa na libakuli la shaba ambayo ilikuwa inang'aa sana. Kabla hujaingia ndani, kuhani hajaingia ndani kufanya ibada ndani ya patakatifu, ilitakiwa ajiangalie kwenye kioo. Tunasikia alikuwa ajiangalie kwenye lile bakuli. Tunapo moja lilikuwa limemeneka namna hii. Ilitengenezwa kwa bronze iliyo safi, na vifaa vilitoka kule Misri. Walitengeneza, wale wataalamu wakatengeneza. Na Biblia inasema kwamba kwa hiyo bure ndani kulikuwa na maji. Tunapo moja. Kwanza yule kuhani anapoingia kabla hajafanya ibada, tunapo moja alikuwa anajiangalia kwenye nini? Anajiangalia kwenye nini? Kwenye lile bakuli. Lina mreflect. Hebu sema lina mreflect. Akaangalia macho yanafanya nini? Yanamwakisi. Hebu sema yanaakisi. Akisi unaelewa maana yake? Nana asubuhi amejiangalia kwenye kioo. Nani amejiangalia kwenye kioo? Wamama kule chumbani kwao na likioo likubwa lile. Tuna pamoja. Ameangalia hapa pana machunuzi, sio? Hapa kwa vizuri. Pendo amepaka rangi hapa. Tuna pamoja. Haleluya. Haleluya. Neno kwa hiyo lilikuwa linaakisi. Neno linaakisi kwamba hapa umepungua. Haleluya. Hebu tengeneza vizuri pamoja. Hizi nywele hujakunja vizuri, tengeneza vizuri. Hapa suti hujaweka na tai vizuri, tengeneza vizuri. Neno linamwakisi na kumtengeneza na kumtakaza. Haleluya. Sasa kwa hiyo baada ya kufanya hivyo, akijiakisi, amejiona, anaenda anafanya nini? Akimaliza ananawa miguu. Haleluya. Kwa sababu anaingia patakatifu. Alafu anafanya nini? Na mikono anajitakasa. Haleluya. Ndio anaweza kuingia ndani. Ilikuwa marufuku. Utasema mchungaji anasoma maneno wapi hapa? Sipendi tusome, lakini kwa reference yako ukasome katika Kutoka 30 mstari wa 17 mpaka 21. Lilikuwa inaitwa bakuli. Haleluya. Kwa hiyo alikuwa nawa, anatakaswa. Ndio maana Paulo anapozungumza kuhusu wanatakasa katika neno, anatokana na hiyo, alikuwa amesoma habari hizi. Anatakaswa na neno. Kwa akiingia kutoa ibada pale, neno limemtakasa. Roho Mtakatifu anashuka. Kwa hiyo tunajengwa kila siku. Ni hatua ya uamsho ambayo ni tendo la utakatifu na nguvu ya neno na Roho Mtakatifu anapotenda kazi yetu ndani yetu. Tunapokutana
imani yetu inajengwa. Nasikia? Tunapokutana, nimezungumza kwamba tunatakaswa na neno, lakini imani yako kama ilivyokuwa mwaka jana sivyo. Haleluya. Unaanza kumjua Mungu, unaanza kuzidai ahadi za Mungu, unamjua Mungu zaidi kwa sababu tunakutana katika kuhubiriana neno la Mungu mahali hapa na kufundishana katika mahali hapa tu pamoja. Imani yako inajengwa, kuna nguvu ya kukutana. Hali ya kumtegemea Mungu katika dhiki na mashaka inaanza kujengeka kwa sababu ya imani ambayo inajengeka. Jambo lingine ambalo tunaliona ndani, tunapokusanyika pamoja, ndipo tunagundua huduma na karama mbalimbali za kila mmoja wetu. Tunatambua kwamba huyu ni mwalimu, ana kipawa cha walimu, tunampa nafasi. Haleluya. Huyu ni mwinjilisti, tunaona anahubiri kwa sababu tunapokusanyika pamoja. Haleluya. Tunaanza kutambua huyu ana kitu hiki, ana kitu hiki, ana kitu hiki. Na katika kanisa tunaanza kusaidiana na kutiana moyo. Hebu fungua, tunakaribia kumaliza sasa. Fungua katika Isaya 41 mstari wa 7. Isaya 41 mstari wa 6. Soma pale. Kitabu cha Isaya sura 41 mstari wa 6. Biblia inasema wakasaidiana. Kwa hiyo ndani ya kanisa hilo wakasaidiana. Kila mtu na mwenzake. Kila mtu na mwenzake. Kila mtu akamwambia ndugu yake. Kila mtu akamwambia ndugu yake mpendwa huyo, uwe na moyo mkuu. Anasema uwe na moyo mkuu. Seremala akamtia moyo mfua dhahabu. Huko ndani kulikuwa kuna masalamala. Seremala akafanya nini? Akamtia nini? Akamtia moyo mfua dhahabu. Akamtia moyo mfua dhahabu. Na yeye arainishaye kwa nyundo akamuhimiza yule apigaye fuawe. Na yule alikuwa analainisha kwa nyundo, anapiga vyuma, anatengeneza majembe, vitu gani? Naye analainisha kwa chuma. Akisifu kazi ya kuunga. Akisifu kazi ya kuunga. Akisema ni kazi njema. Ni kazi njema. Naye akaikaza kwa misumari. Isitikisike. Isitikisike. Sema kila mmoja ni muhimu mahali hapa. Kila mmoja ni. Mwingine ni seremala, mwingine sijui nani, mwingine ni nani. Hebu umtie moyo. Haleluya. Siku nyingine labda hapa waimbaji wanakuwa wamebofoa kidogo. Tuna pamoja. Hebu watie moyo, waambie kwamba Jumapili wataimba vizuri. Siku nyingine mhubiri amehubiri hujabarikiwa sana, muombe Mungu, mwambie siku nyingine atafanya nini? Maana tumeambia wakasaidiana mtu na nani? Kila mtu na mwenzake. Haleluya. Haleluya. Wakasema nini? Unafanya nini? Unafanya kazi njema. Haleluya. Kwa njia ya kukutana pamoja na kukusanyika, wale wanaochoka wanainuliwa. Haleluya. Wale ambao wamevunjika moyo wanatiwa moyo, kwa sababu kuna nguvu kubwa ndani ya kanisa. Nimemaliza.